nirudieni mimi, asema Bwana. Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Jumamosi, juma la 5, kipindi cha Kwaresma, mwaka A wa Kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Ezekieli, sura ya 37, aya ya 21 hadi 28. Na Injili takatifu kama ilivyoandikwa na Yohane, sura ya 11, aya ya 45 hadi aya ya 57. Karibu tusikilize Injili. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Wengi katika Wayahudi walikuja kwa Maria na kuyaona yale aliyoyafanya Yesu, wakamwamini. Lakini wengine wakaenda zao kwa Mafarisayo, wakawaambia aliyoyafanya. Basi wakuu wa makuhani na Mafarisayo wakakusanya baraza, wakasema, tufanye nini? Maana mtu huyu afanya ishara nyingi. Tukimwacha hivi, watu wote watamwamini, na Warumi watakuja, watatuondolea mahali petu na taifa letu. Mtu mmoja miongoni mwao, Kayafa, aliyekuwa kuhani mwaka ule, akawaambia, ninyi hamjui neno lolote, wala amfikiri ya kwamba yafaa mtu mmoja afe kwa ajili ya watu, wala lisiangamie taifa zima. Na neno hilo yeye hakulisema kwa nafsi yake, bali kwa kuwa halikuwa kuhani mkuu mwaka ule, alitabiri ya kwamba Kristo atakufa kwa ajili ya taifa hilo, wala si kwa ajili ya taifa hilo tu, lakini pamoja na hayo atawakusanya watoto wa Mungu waliotawanyika ili wawe wamoja. Basi tangu siku ile walifanya shauri la kumua. Kwa hiyo Yesu hakutembea tena kwa wazi katikati ya Wayahudi, bali alitoka huko akaenda mahali karibu na jangwa, mpaka mji uitwao Efraimu, akakaa huko pamoja na wanafunzi wake. Na Pasaka ya Wayahudi ilikuwa karibu, na wengi wakakwea toka mashambani kwenda Yerusalemu kabla ya Pasaka ili wajitakase. Basi wao wakamfuata Yesu, wakasemezana hali wamesimama hekaluni, mwaonaje? Haji kabisa sikukuu hii? Na wakuu wa makuhani na Wafarisayo walikuwa wametoa amri ya kwamba mtu akimjua alipo alete habari ili wapate kumkamata. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Mpendwa msikilizaji, karibu tutafakari pamoja Injili ya leo. Somo tulilosikia linatuonyesha wakuu wa Wayahudi wakipitisha azimio la kumuua Kristo. Katika somo hili tutafakari mambo mawili. Jambo la kwanza ni makundi mawili yaliyoshuhudia Kristo akimfufua Lazaro. Na jambo la pili tutafakari juu ya neno hili, Mungu katika upendo wake na binadamu katika hila, chuki na uasi wake. Tukianza na jambo la kwanza, makundi mawili yaliyoshuhudia Kristo akimfufua Lazaro. Kundi la kwanza ni wale walioamini na kusadiki kwamba kweli Kristo ni mwana wa Mungu, na kundi la pili ni wale baada ya kuona muujiza wa Yesu kumfufua Lazaro, wanakwenda kwa Mafarisayo kutoa taarifa ili Kristo akamatwe. Mpendwa, mimi na wewe tujiulize, je, mimi nipo kundi gani? Je, mwenzangu anapoinuliwa na Mungu inakuwa kwangu furaha au chukizo? Je, kama Kristo nipo tayari kutenda mema bila kujali wanaonizunguka watasema nini? Mpendwa msikilizaji, tunapaswa kutenda mema bila kuwaza wanaotutazama watasema nini juu yetu, kwa sababu ni vigumu kumridhisha mwanadamu. Lakini kila tendo jema ni hazina kwa Mungu wetu. Jambo la pili, tutafakari juu ya neno hili, Mungu katika upendo wake na binadamu katika hila, chuki na uasi wake. Upendo ni kati ya sifa kuu ya Mungu na yenye kuonyesha asili yake. Tunapotafakari juu ya historia ya ukombozi wetu,
Tunauona upendo wa Mungu kupitia kwa Kristo Bwana wetu. Mungu ni upendo na tena ni mkamilifu. Hahitaji chochote kutoka kwetu ili akamilike, ila ni furaha yake kuwa nasi, kwa sababu uwepo wetu unafunua uzuri wake, kwa sababu tumeumbwa kwa sura na mfano wake. Huu ni upendo wa ajabu ambao tumepewa sisi wanadamu. Mpendwa msikilizaji, je, watambua upendo na wema huu wa Mungu kwako? Kwa upande mwingine, licha ya wema na upendo wa Mungu kwetu, tunachagua hila, chuki na uasi kwa uhuru wetu wenyewe. Hali hii yajionyesha kwenye injili yetu ya leo, ambapo Wayahudi wanamwinda Yesu Kristo ili wamuue. Wema na upendo wa Mungu twaulipa kwa chuki na uasi. Binadamu kutokana na hila, chuki na uasi, yupo tayari kutumia muda wake, mali zake, cheo chake, hata akili yake, ili mradi tu kuharibu wema na upendo wa Mungu. Licha hayo yote, Mungu huweza kutumia tendo hilo kufanikisha mpango wake wa milele. Jambo hili linajionyesha katika utabiri wa kuhani mkuu Kayafa, na neno hilo yeye hakusema kwa nafsi yake, kwa kuwa alikuwa kuhani mkuu mwaka ule. Alitabiri ya kuwa atakufa kwa ajili ya taifa hilo, wala si kwa ajili ya hilo tu, lakini pamoja na hayo atawakusanya watoto wa Mungu waliotawanyika ili wawe wamoja. Rejea Injili ya Yohane sura ya 11 aya ya 51 hadi 52. Pamoja na maono na ufunuo huu wa tendo la kimungu, binadamu anaendelea na utekelezaji wake wa uovu na kutompa Mungu nafasi. Mpendwa, tunaweza kujiuliza, kwa nini Mungu hazuii uovu unaotokea duniani? Watu wanateswa, watu wananyanyaswa, watu wanafungwa bila hatia, watu wanatekwa, watu wanapewa kesi za uongo na hata kuuawa bila hatia. Tunajiuliza, kwa nini yote hayo? Mpendwa msikilizaji, Mungu hakutuumba kama maroboti yenye kufanya kazi kama mitambo, bali Mungu katuumba wenye akili na utashi wa kutambua mema na mabaya. Uwezo huu ndani yetu ndiyo hukumu yetu tusipoutumia vyema, na ndiyo salama yetu tunapoutumia vyema. Ndugu, msichoke kutenda mema. Kutenda mema ni kuwa upande salama wa Mungu, na ndicho Kristo anachotufundisha katika kila siku ya maisha yetu. Na Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania katika ujumbe wa Kwaresima mwaka 2026 linatupatia mambo 7 yanayotusaidia kuishi kauli mbiu ya ndugu msichoke kutenda mema, ambayo ni sala, neno la Mungu, kuenenda katika Roho, kutenda haki, kusamehe, kutolipiza kisasi na kutokata tamaa. Mpendwa, tumetafakari juu ya upendo wa Mungu na tunaalikwa kumpenda Mungu. Labda ukiulizwa leo, je, unampenda Mungu? Utaweza kujibu kwa haraka na wepesi kwamba ndiyo, nampenda Mungu. Mtakatifu Katarina wa Siena anatuambia kuwa sifa mojawapo ya upendo ni kupenda kile ambacho tunayempenda anakipenda. Siku ya leo tujiulize, je, ninampenda Mungu? Na kama nampenda, je, ni kweli ninapenda kile ambacho Mungu anakipenda? Mpendwa, tuombe neema ya Mungu daima ituongoze, tusichoke kutenda mema na tuishi kadiri ya mapenzi yake. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frate Whitson Onesphore Fagens wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo! Pigeni tarumbeta katika Sayuni, kusanyeni wazee, kusanyeni watoto. Nirudieni, mimi asema